kubwa namna hii. Asante Yesu kwa uzima niliokuwa nao. Ninakushukuru Mungu wangu kwa ajili ya kuhani nabii mtumishi wako Gideon, kwa ajili ya huduma hii Bwana. Asante kwa ajili ya familia yake Mungu. Asante kwa ajili ya kusanyiko la siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya watendakazi wote Mfalme. Asante kwa ajili ya watazamaji wote Mungu. Ninakushukuru Mfalme. Ninarudisha sifa, utukufu na heshima ni kwako Bwana. Roho wa Bwana nakutamani, Roho wa Bwana nakutamani, unijaze, unijaze tena, nikujue zaidi. Roho Mtakatifu, tamalaki kwenye kusanyiko la siku ya leo. Tamalaki kwa watazamaji wote. Tamalaki Roho Mtakatifu na nguvu zako na uweza wako. Utufundishe neno na utukumbushe. Na mimi mtumishi wako ninajiweka wakfu kwa damu mbichi ya mwana kondoo. Roho Mtakatifu, nijalie kulinena neno lako kwa uhodari na kwa ushujaa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo, na watu wote waseme amen. Amen, wamshangilie Bwana. Karibu kwa ajili ya tafakari yetu ya siku ya leo. Siku ya leo tunaenda kujifunza maisha mapya baada ya wokovu. Kipengele cha pili, kujazwa Roho Mtakatifu. Tafadhali ninaomba urejee somo lililopita kwa habari ya dhambi. Tulianza kipengele cha dhambi, kwa hiyo siku ya leo tunaingia kipengele cha kujazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai. Roho Mtakatifu ni msaidizi, ni mfundishaji na mkumbushaji. Roho Mtakatifu anatufundisha, anatuelekeza, anatusaidia kwa sababu yeye ni msaidizi wetu. Ukisoma katika kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana 14 mstari wa 26 utaona mahali pale. Roho Mtakatifu utusaidia udhaifu wetu. Sisi ni wadhaifu, hatujui kuomba kama inavyostahili, lakini Roho Mtakatifu utusaidia kuomba, maana sisi hatujui kuomba kama inavyostahili. Roho Mtakatifu ni mtakatifu, anaishi sehemu safi. Kwa hiyo ni lazima uwe mtakatifu na Roho Mtakatifu atakaa ndani yako. Maisha mapya baada ya wokovu. Mtu wa Mungu, unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu anaachilia Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu, ni wewe mwenyewe kumchochea yule Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yako, kumchochea kwa neno, kumchochea kwa maombi, kumchochea kwa kulitafakari neno lake na kuja katika makusanyiko. Mtu wa Mungu, ni lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Kila unapokuwa kwenye maombi, ni lazima uombe neema ya kujazwa Roho Mtakatifu. Tunaenda kusoma katika Biblia yetu kwa habari ya mitume wa Yesu Kristo. Walijazwa Roho Mtakatifu na waliambiwa kwamba wakae Yerusalemu, wasitoke huko mpaka wajiliwe na Roho Mtakatifu. Na tukisoma katika Biblia yetu, Roho Mtakatifu alivyowajaza nguvu, walienda kuifanya kazi ya Mungu kwa uhodari na kwa ushujaa, pasipo kuogopa. Tunasoma katika Matendo ya Mitume 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Bwana linasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu kienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Kujazwa Roho Mtakatifu. Tunajifunza mahali hapa, wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa ni wale mitume, waliambiwa kwamba wasubiri ahadi ya Mungu. Mungu akawaambia wasitoke Yerusalemu, bali wangoje ahadi ya Baba ambayo waliisikia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunaona hapa wanafunzi wake Yesu walikuwa wamekusanyika pamoja.
tunaona umuhimu wa kukusanyika. Kumbe tunavyokusanyika, Mungu anaachilia maachilio, Mungu anatujaza nguvu zake. Tunaona hapa wanafunzi walikuwa wamekusanyika wakiomba, wakimsifu Mungu, wakimwabudu, wakimtukuza, ndipo nguvu za Roho Mtakatifu ziliwajilia kwa kasi. Kwa hiyo tunajifunza hapa, mtu wa Mungu, umuhimu wa kukusanyika. Na sisi tunaona katika huduma yetu tuna siku ya kusanyiko ambalo ni siku ya Jumatano kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11. Siku nyingine ya kusanyiko siku ya Ijumaa kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11. Siku ya Jumapili kuanzia saa 6 mpaka saa 11. Mtu wa Mungu, tumehimizwa hapa kusanyiko, na tumeona juzi Jumapili iliyopita jinsi Roho Mtakatifu alivyohudumia watu, wakafunguliwa kwenye vifungo, mikamba ya mikatali zikakatika, watu wakafunguliwa, wenye magonjwa waliacha hapa, maana Roho Mtakatifu alishuka kwa nguvu akahudumia kusanyiko. Kwa hiyo mmoja cha msingi cha kujifunza mahali hapa, mtu wa Mungu, unatakiwa ukusanyike. Wewe uliyekuwa Dar es Salaam, Arusha, Morogoro, Tanga, mtu wa Mungu, usiwe tu mtazamaji wa siku zote. Ninakukaribisha kwenye huduma yetu iliyokuwa Moshi, Kilimanjaro, maili 6. Ninakukaribisha, karibu uyaone matendo ya Mungu yanayotendeka mahali hapa. Hakika yamkini na umerudi nyuma kwa sababu ya changamoto, au uoni tena umuhimu wa kuomba, au uoni tena umuhimu wa Roho Mtakatifu. Karibu kwenye kusanyiko la mahali hapa, na Roho Mtakatifu atakuhudumia kupitia mtumishi wake mpakwa mafuta hapa. Roho Mtakatifu aliyekuwa ndani yako atauishwa tena kwa upya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ninakukaribisha sana katika kusanyiko. Biblia inaendelea kusema hapa, kukatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Haleluya, watu wa Mungu. Tumeona umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu anapokujaza ndani, anakujalia kunena kwa lugha mpya. Tunaona katika hii Biblia inasema kwamba wanafunzi wake walijazwa nguvu za Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha mpya. Wale maakida na Masadukayo wakashangaa, wakasema kwamba hawa watu mbona wamelewa asubuhi? Petro kwa uhodari na kwa ushujaa akawaambia, bado mapema, saizi ni asubuhi. Watu hawa hawajalewa kwa pombe, bali wamejazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya, mtu wa Mungu, umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu atakujalia unenavyo kama upendavyo. Amina, watu wa Mungu. Anaendelea kusema kwamba wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Yamkini mtu wa Mungu, unaona tena kama Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, au yamkini maana Roho Mtakatifu akai sehemu yenye dhambi, yamkini umerudi nyuma kwa kutenda dhambi. Mtu wa Mungu, ninakushauri amka tena hapo ulipo, amka tena, mwambie Yesu akurehemu, na Roho Mtakatifu ataingia kwa upya. Amina. Soma tena kitabu cha Matendo ya Mitume 4:29-31. Kitabu cha Matendo ya Mitume 4:29-31. Biblia inasema, basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya. Ishara maajabu vifanyike kwa jina la Mungu. Mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Mshangilie Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Tunaona jinsi hao mitume wa Mungu walivyonena kwa uhodari na kwa ushujaa. Ni nini? Matendo makuu Mungu aliyoyatenda. Mungu alitenda matendo makuu juu yao kupitia kwao, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa amejaa ndani yao. Hapa walienda wakamwambia Mungu kwamba yasikilize matisho yao. Ni kwa nini? Masadukayo na Mafarisayo waliona jinsi Mungu alivyotenda matendo makuu kupitia wale mitume wake. Tunaona tukisoma katika Matendo ya Mitume 3 jinsi Petro na Yohana, yule kiwete alivyoponywa kutoka tumboni kwa mama yake. Hakuwahi kutembea, lakini tunaona matendo ya Mungu, yule kiwete alipona.
watu wakachukizwa na jambo lile. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo sasa matendo hayo makuu yaliyotendeka, Masadukayo na Mafarisayo wakamkamata Petro na Yohana, wakawaambia, sasa tulishawaambia kwamba msilitaje jina hili, lakini kwa ushujaa na uhodari wa Paulo na Yohani kwa jina la Yesu Kristo walisema, sisi hatutaweza kunyamaza kwa matendo makuu tuliyoyaona, kwa matendo yake makuu, kwa uhodari na ushujaa. Wakamwambia Mungu, tutayasimulia matendo yao. Lakini wale wakakasirika, wakaendelea kuwatishia kuambia kwamba tutawakamata na kuwafunga. Lakini walipowafunga waliendelea kumtukuza Mungu, wakasema, utukuzwe Yesu, maana unaweza. Yesu, wewe unatenda, wewe Yesu unafanya, matendo yako ni ya ajabu. Wakaendelea kumtukuza Mungu. Wakamwambia Yesu, haijalishi wanatufanya nini, sisi tunakulitetea jina lako, maana tumeona matendo yako makuu. Amina, watu wa Mungu. Ndio walipomaliza kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kwa matendo yote aliyoyatenda, wakaenda mbele za Mungu wakamwambia, sasa Baba, yatosha, waangalie watu hawa. Ndio unakuja kwenye Matendo ya Mitume 4:29. Wakasema, basi sasa Bwana, yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Amina, watu wa Mungu. Tunaona hapa mitume wakanena neno la Mungu kwa uhodari, wakawa na ujasiri wa kumshuhudia Mungu, wakasema, hakika wewe ni Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. Kumbe unavyojazwa Roho Mtakatifu ndani yako, unakuwa na uhodari, unakuwa na ushujaa, unakuwa na ujasiri wa kusimama mbele zako. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo ni cha msingi tu Roho Mtakatifu akai sehemu chafu, ni wewe kuishi katika hali ya utakatifu, kumsikiliza Roho Mtakatifu anakuongoza nini, Roho Mtakatifu anakuambia nini. Ukimtii Roho Mtakatifu atatenda kazi ndani yako. Amina, watu wa Mungu. Kwa hiyo zingatia kabisa kumwomba Roho Mtakatifu aongezeke ndani yako, akujalie ujasiri, uhodari na ushujaa, akujalie kulisoma neno lake na kulitafakari. Hivyo ndio muamini ambaye amempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake awe na Roho Mtakatifu, ili aweze kushinda, ili aweze kuwa hodari, ili aweze kuwa shujaa katika jina la Yesu Kristo. Na hilo ndilo neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya majira haya. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako. Ninakuomba Roho Mtakatifu, simwache hata mmoja wetu aliyekuwa mahali hapa, Bwana, na watazamaji wote. Ninaomba Roho Mtakatifu, yamkini wamechoka na kurudi nyuma, ninaomba Roho Mtakatifu uisha tena ndani yao, uisha tena Roho Mtakatifu, uisha tena nguvu mpya, wakuone tena kwa upya Bwana, na ukatende kazi pamoja nao kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani. Amen. Mshangilie Bwana, mshangilie, ongeza kelele za shangwe mbele za Bwana. Asante Yesu, utukufu na heshima ni kwako Bwana. Amen.